Kabla tuweze kurejea hapa studioni, ni kufululize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Murang'a tuweze kupatana naye mwandishi wetu Robert Gakure. Robert, wapo unanipata? Je, wakazi wa eneo hilo wanazungumzia nini kuhusiana na safari ya uchaguzi wa mwaka 2027? Wako tayari ama vipi? Na je, IEBC imeweza kujiandaa vile ambavyo walitarajia ama vipi? Naam, asante sana Chichi Josephine, moja kwa moja nikiwa katika kaunti ya Murang'a, na hii leo katika mada ya siku ya leo ambapo ningependa kuweza kuzungumza na wakazi kuhusu haswa chaguzi za mwaka ujao wa mwaka wa 2027. Tujue wakazi wanajitayarisha vipi na ama wanaona kama viongozi waliochagua ama wameweza kutimiza ahadi zao. Niweze kuzungumza na wakazi nikianzia na mmoja hapa, ukitazama pale. Tuanze kwa jina, tuambie unaona viongozi wametimiza ahadi ambazo waliweza kuahidi wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2022 kufikia sasa? Basi asante sana. Mimi ni Mwakio Boniface, ambapo ni mkaji hapa Murang'a, na ni kwamba tayari kabisa mpaka saa hii sioni ahadi zozote zile ambazo viongozi ambao tulichagua wametimiza, ila tu ni porojo tu na vituko na sarakasi za hapa na pale kila wakati. Lakini ni kwamba tutarejea kwamba sisi wenyewe ndio watu tunawachagua, na vile tunawachagua ni kwamba unapata kwamba ni zile tu katika zile tokenism ambapo wanapea wananchi, na vile wanapewa wananchi ndio wanashindwa kuchagua yule kiongozi ambaye anawafaa ama ambaye anazingatia mahitaji yao. So utakuta kwamba mara nyingi tu wale viongozi ambao wanaweza kuwashughulikia wananchi wapo, lakini kwa sababu ya kule kuhongana kwingi ndio kunasababisha kwamba unapata kwamba yule ambaye kuna fedha ndio basi mwenye kuongea, kwa sababu unapata kwamba wewe una fedha lakini uko na maono mazuri kwa wananchi wako, lakini huwezi kuchaguliwa. Mwelewa, ambaye anachaguliwa ni mwingine. Na pengine ni mambo gani muhimu ambayo utaweza ama yataamua kura yako katika uchaguzi wa mwaka ujao? Mimi sihitaji kuhongwa. Mimi naangalia tu yule mtu ambaye ako na lengo, yule mtu ambaye atajishughulisha na mambo ya wananchi, kuhakikisha kwamba kama ni serikali kuu, kuhakikisha kwamba ahadi anapeana anatimiza, kama ni governor ahadi zile ambazo anapeana anatimiza, vile vile wabunge, senator, women rep na vile vile MCA. Yote ni lazima tuangalie kwamba tusipeleke mtu tu kwa vile amekupatia pesa. Chagua mtu ambaye unajua atatumuikia wananchi, atashughulikia mahitaji yako. Kama ni mambo masala na shule, atashughulikia mambo ya shule, walimu, kila mahali katika nyanja zote. Asante. Niweze kumalizia na kijana. Asante. Niweze kumalizia na kijana hapa. Wewe unaona viongozi wametimiza ahadi ambazo waliweza kupeana katika chaguzi zilizopita, na kufikia sasa unaona katika uongozi viongozi wanaendelea vipi? Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Brian Ngugi, mkaaji wa Murang'a. Kwa kusema ukweli, tulipochagua viongozi pale katika uchaguzi wa 2022 walituahidi mambo mengi. Kama sisi vijana tuliweza kuahidiwa mambo ya ajira kwa vijana. Kufikia hapa 70% ya vijana hapa nchini Kenya hawana ajira. Vijana wanatembea tu mtaani bila ajira. Government, serikali iliahidi ya kwamba vijana wataweza kukua mentored na mambo za biashara, lakini kufikia hapo hatuoni mafanikio yoyote. Pengine tukimalizia, kwa maoni yako, IEBC iko tayari kuongoza ama kuhakikisha uchaguzi wa haki na uwazi mwaka wa 2027? IEBC kwa kusema ukweli iko na kibarua ngumu, na hiyo kibarua kitaweza kujulikana pale katika zile by elections ambazo zinaweza kufanyika pale Olkalau na Emurua Dikil, kulingana na yale mambo ambayo wataweza kuendesha uchaguzi kwa njia ya haki na kwa njia ya huru. Hiyo ndio itaweza kudetermine tuweze kujua kwamba kama wako prepared 2027 kwa uchaguzi unaokuja 2027. Yes. Asante sana. Ni hisia ama maoni ya wakazi hapa kaunti ya Murang'a, wengi wakisema kuwa kufikia sasa wanahisi kuwa viongozi bado hawajaweza kutimiza zile ahadi ambazo ama waliweza kuweka kwenye chaguzi za mwaka wa 2022. Ni hayo tu kwa sasa. Moja kwa moja kutoka hapa kaunti nambari 021 kaunti ya Murang'a, kwako Chichi Josephine. Jina langu ni Robert Gakure kwa niaba ya mpiga picha. Namshukran sana Robert Gakure kwa kuweza kuzungumza na wakazi wa eneo hilo kuhusiana na safari ya uchaguzi mwaka 2027. Lakini mpenzi mtazamaji, kabla tu tuweze kurejea hapa, ni kufululiza